Simba ukiangalia kuanzia mwenyekiti wetu wa bodi pale na ile bodi yenyewe na management chini ya CEO, na sisi tunaongoza idara tofauti tofauti, lakini pamoja na benchi la ufundi na wachezaji na washabiki wetu na wanachama, sisi dhamira yetu ni moja tu. Achana na vitu vingine, investment nyingine achana nazo. Wana Simba wa generation ya sasa chini ya mwenyekiti Mo, dhamira yetu ni furaha tu, ni furaha tu basi. Hatuhitaji uongo, hatuhitaji, yani sisi tunachotaka ni kufurahia matokeo ya Simba. Ndio maana tuna investment fully kwenye results. Yani investment ya Simba ni kupata matokeo ya uwanjani, haya mengine yote ni ziada. Sisi hatuna dhamira ya uongo kuongopa tutajenga uwanja mkubwa kama Wembley. Hapana. Hatuna dhamira ya kuongopa sisi tutakuwekeza kwa club kubwa kuliko Club Madrid. Hapana. Dhamira ya kila mwana Simba, na itambulike hivyo, ni kuwapa watu furaha. Bas. Ushindi tu. Yani Simba hawahitaji kitu kingine. Mwana Simba anataka furaha, anataka ushindi. Akitoka atambe mtaani, atambe mitandaoni, aseme maneno. Ndio target. Sisi mambo hayo mengine hayo tunawaachia wenzetu waendelee kuongopeana na kupeana hadithi za Abunuwasi. Simba tutaki hadithi za Abunuwasi, na hii tunakemea sana. Mambo ya uongo tutaki sisi. Sisi tusiongopeane. Sisi tunachotaka ni furaha. Wana Simba wakimaliza dakika 90 wafurahie. Najua haiwezi kutokea kupata furaha siku zote, lakini mkiwa na malengo ya furaha, maana yake katika asilimia mnaweza mkapata 95% furaha. Yes. Nenda kwenye results za mwaka huu utajua what I mean it. Tunafurahi muda mrefu zaidi kuliko kuumia. Wenzetu hata pale wanapokuwa wanafurahia, lakini huko wana majonzi, huko hawajui hii furaha ya kudumu au inaisha kesho. Tunatumia nguvu kubwa kuwapa watu furaha. Na ukitaka kuona tofauti yetu sisi na wao, jana nilikuwa nacheka. Jana nilikuwa niko hospitali Moshi KCMC nikifanya matibabu ya mkono wangu kama mnavyouona, ambapo alhamdulillah kidogo sihaba mpaka nimepata nguvu ya kuja hapa. Lakini nilikuwa nasoma mitandaoni niko hospitali pale na baadaye niko hotelini. Kuna kikundi cha watu, bahati mbaya sana, kinaongozwa na baadhi ya waandishi. Hii ndio inanipa tabu mimi. Na inanipa tabu kweli tena. Kwa sababu unajua si wa Tanzania wote wenye guts kama zangu. Wa Tanzania waoga sana, hasa unapokuwa kiongozi hivi, unaogopa kusema waandishi, kusema wachambuzi, utaonekana kama watakushambulia hivi. Na kwa sababu watu hawajiamini, wanaona wakishambuliwa wanaweza wakachafuka. Bahati nzuri niko clean sana, na sioni mtu anaweza kanichafua katika jambo la uongo. Hiki kikundi kazi yake ni kuisema vibaya Simba, ni kuhakikisha Simba inakuwa ni klabu ya hovyo, halafu wanatengeneza uongo kwa ajili ya wapinzani wetu. Wanawapa kichwa cha uongo, wakiingia uwanjani uharo mtupu. Jana nimeona mitandaoni wanazungumzia habari ya Mikison. Sio natakiwa, si manji, uongo mtupu, takataka. Nikisema mnaniambia Haji mkorofi. Ile ni uongo, takataka. Yes, rubbish. Yule mchezaji ana mkataba. Unaweza tukakufungia wewe mwandishi, tukaenda baraza la habari tukacomplain. Huyu mchezaji ana mkataba. Mnaposema wakati mnasema ni rumors, hakuna rumors kwa mchezaji mwenye mkataba. Rumors Yanga wanaweza kata offer Simba. Okay, walete offer $10 milioni 10. Wanaweza kumsajili. Mikison
ana mkataba na Simba, lakini yote yanafanywa purposely kwa ajili ya kuwapa furaha washabiki wao. Ni kama watu wanatumika, ni mercenary, wanatumika tu kudhoofisha ubora wa Simba. Na nawapa mfano, nyinyi ni mashahidi, sisemi hili kama naongopa. Mchakato wa transformation ya Simba ulikuwa unazongwa na baadhi yenu kila kona. Nani kati yenu alozonga mchakato wa mkataba wa transformation ya Yanga? Nani kati yenu alosema chochote? Na imeitishwa mkutano, kipengele kwa kipengele hakijapitishwa, imeitishwa random tu, wewe mnakubali lakini ile ingekuwa kwa Simba, ile ingekuwa kwa nyinyi wote mashahidi hapa, ile ingekuwa kwa Simba, mitandao na vyombo vya habari tungepasuka maubongo yetu. Hamtendee haki. Mnatuonea. Nani kati yenu hapa issue ya Simba transformation, FCC walikuwa wanapokea simu chini ya 10 kutoka kwa baadhi yenu kila siku? Nani kati yenu aliuliza chochote kuhusu transformation Yanga au atekee hoji jambo lile liwe vice versa? Natuonea. Bahati mbaya mnaenda mnaandika hata kuhusu habari za uongo za mchezaji alina mkataba. Mwezi mmoja nyuma mliandika kuhusu Mohamed Hussein, ikaisha. Mshaandika kuhusu Chama, ikaisha. Hamuoni haya kufanya mambo ya uongo kila siku? Watu wanaowasoma kuna siku watawajugudua kwa mnaongopea. Wakishagundua mnaongopea, watapoteza imani na nyinyi. Mimi naambia ukweli, mimi sina sababu ya kumogopa mtu. Hatimaye mimi very senior kwenu, wengi wenu. Naambia ukweli, hili mnakosea na mnaikosea tasnia yetu. Semeni ukweli. Tutendeni haki. Mafanikio ya Simba mwaka huu au miaka 4 hii yengekuwa ndio yako kwa wenzetu, subhana man ghamara alwujuda bijudi tahiyatan, sijui ingekuwaje nchi hii, sijui ingekuwaje. Lakini kokimia kama hamuoni vile pira lile, hamulioni, hamuoni chochote, mekaa tu mtulia. Alhamdulillah, naona kuna baadhi ya waandishi, kuna baadhi ya wachambuzi wanaanza kuelewa hiyo misingi imara ambayo tulosomeshwa na tulofundishwa na tulolelewa nayo na kaka zetu na dada zetu. Rejeeni tu katika mstari, watakuwa tu wakubwa. Na sisi juzi nimewashukuru, nimewapongeza kwa kuingia kwenye transformation. Nimewapongeza sana, nimewapongeza sana, kwa sababu mimi naamini vilabu hivi vyote vikiwa katika mifumo ya kisasa, mpira wetu utakuwa. Na bahati nzuri wenzetu hawa walikuwa kufanya kazi ya kumtafuta babu yangu mzee Kilomoni, watakaa kimya. Utawasikia na mtafuta Kilomoni, mtawasikia. Very bad. Mimi nasema kwa uchungu, mimi ni mwana Simba. Achana mimi, ukiacha usemaji wangu, mimi ni Simba. Mimi sio msemaji tu kama usemaji wengine. Yaani mimi nina passion na timu yangu. Ninachokizungumza na maanisha, kinatoka kwenye moyo wangu. Mimi ni mshabiki wa Simba, achana na msemaji wa Simba. Hii nafasi imekuja baada ya kwa nazungumza kwa uchungu wa klabu yangu. Hamuitendei haki. Baadhi yenu, sio wote, wengi sasa hivi mnafanya vizuri sana. Lazima niseme ukweli, kuna wengi wenu mnafanya vizuri sana. Mimi hodari wa kusoma, nasoma mitandao yote, nasoma magazeti yote, nasikiliza radio zote. Natoa nafasi sana kusikiliza na kuwasoma. Na wajua kila mmoja akiandika tu paragraph moja, ajua huyu hapa anakusudia nini. Huyu anataka kutufix, huyu anataka kutengeneza, huyu inajua, najua. Mimi 2001 niko kwenye radio natangaza 20 years back. Unaniweza nini kwenye jambo langu ile ambalo nimeishi nalo, nimekuwa nalo? Kwa hiyo nawajua wote nyinyi. Tutendeni haki tu. Na nawaambia, na mkitaka kuamini haki iko vipi, subirini Jumamosi. Referees wakenda kuchezesha kwa kufuata taratibu za mpira, sheria 17. Aqallu min alqalili goli 3 wasipungui. Never. Mpira hii mnaitengeneza siku hizi, mnakuja na kiajenda fulani hivi cha ujanja, lugha za kizamani. Unajua mechi za Yanga na Simba, hata timu moja ikiwa bora, ikiwa na uwezo, iwe inafungwa na timu iliyokuwa
lugha za watu waliopoteza akili. Yaani mtu awe bora alafu ushindane fluke, yaani shida naichukua fluke kwamba ndio kitu maalum. Yaani kwamba ndio mara nyingi eti kinatokea. Maisha fluke ya cheni. Yaani Simba ina Mikison, ina Morrison, ina Chama, ina Boko, ina Bwalia, ina Luanga, ina Onyango, ina Nyoni, ina Wawa, ina Shabalala, ina Kapombe. Ukachukue watu tu wameokotwa alafu useme inawezekana wakafunga kwa sababu ya fluke. Mpira hautakiwi uwekwe katika mizania ya fluke. Mizania ya mpira ni uwezo, performance, results. Guys, amkeni, wake up. Amkeni. Acheni kuaminisha watu unajua hii. Nani kawaambia? Referees wacheleweshe pale sheria 17. Alafu dimbalie sio pale, sio uwanja ambao una matuta, sio katikati kuna mwembe, kuna mbuyu. Pale ni Benjamin Mkapa Stadium. Referees waje kisawa sawa pale. Simba waje kisawa sawa na waje kusawa sawa. Dada deki. Thalatha zinapunguaje? Mpira wapi huo? Hafu nakaa mnasema hakuna cha kujua hapa. Twendeni tukacheze mpira. Kuna mambo ya fuk. Nakaa mnasema sisi tuna majini mengi, majini ya mpira. Na majini mimi nafuga, mimi na majini mengine naokota kilili, mengine naokota mpade kede, kudada deki. Mpira na majini. Chelizi bwana. Watu tunaandaa kikosi, tunalipa wachezaji, tuna coaches bora. Tumetoka kwenye Champions League katika yani ile situation tulotolewa sisi, Afrika inajua. Leo wanaocheza final ya Africa this year wote wameambwa hapo, wengine 3, wengine kama moja hapa. Finalists wa Afrika this season, sio season iliyokwisha, this season wamekufa pale. Na kama mnatengeneza propaganda tu, mwingine juzi kaokota sio propaganda yake. Unajua wenzao hawa imeingiza milioni 173. Hawa milioni 173. Hakuna club kama hiyo. Wewe unajua hesabu zetu wewe. Umepata wapi hesabu za Simba? Wewe unajua idara ya habari Simba imeingiza kiasi gani kwa mwaka? Na kama mnaokota tu maneno ili mradi mbalance, msiweke mizania sawa. Aliye bora asemwe, ili huyu asiye bora awe bora. Hivi mnavyofanya huu ni kwa mimi niliposema 10 years back to back, I mean it, kwa sababu najua nani wengine wanasaidia kuifanya sisi tuwe bingwa mara 10. Ni baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu. Mnawapa kichwa hao wasichostahili. Matukio yake nao wanajua katika level moja ya Simba wakiingia uwanjani kila msimu wali hapa ubingwa mwaka huu watachukua kiko wapi? Net mpaka sasa tushaacha pointi ngapi? Na viporo vingapi? Si wali hapa. Nani kati yenu waliohoji kile kiapo kiko wapi? Wali hapa wote. Nani alihoji? Ningeapa 100 hapa. Mngekuwa mnapiga Simba mpaka sana za usiku. Lakini mmetulia kimya, mmenyuki. Kama kile kiapo mjekiona. Hii bwana, ndugu zangu bwana, badilikeni baadhi yenu, badilikeni na fanyeni tendeni haki, tutendeni haki. Huu mpira unawategemea sana wanahabari. Mimi kimsingi sioni nafasi ya kukua kwa soka ya Tanzania kama si nyinyi. Kazi mnaofanya promotion ya mpira ikiongozwa na mbia mkuu wa habari kwenye football sasa hivi ya Tanzania, Azam TV, nafaa kazi kubwa sana. Lakini jitahidini kushape professionalism kidogo. Iwekeni huku kwenye hard news huku, uwezi kukuta jambo la kusingiziana hivi. Kwa sababu haraka utashtakiwa. Lakini huku kwetu kwenye sports huku ni rahisi mtu kuandika jambo la kutunga na hakuna hatua zinazochukuliwa. Sasa mimi niwaombe wana habari wenzangu, with due respect, mnafanya kazi kubwa, mmeutangaza sana mpira, mmetangaza sana vilabu, hata mimi ukuaji wa jina langu umetokana na nyinyi,
lakini bado na wawasihi na waomba waambieni baadhi yenu wanaotaka kuharibu tasnia hii warudi katika mstari. Najua baada ya leo hapa mtaunda kama kawaida yenu, mnaundaga kundi fulani la waandishi hivi kwa ajili ya kumwataka aje. Don't care kama anasimama katika haki, na ndio maana huwa akiunda makundi yao nakufa natural death. Kwa sababu mimi nazungumza haki tu, mimi simpondi mtu, sizungumzi masuala binafsi. Mimi issue yangu ni Simba na haki. Ukiniona mimi nakukosea, ukenda kwenye baraza la habari au kokote, wao ndio watakusuru. Mimi nasimamia haki. Nimetoa wasia kama senior, nimetoa wasia kama mkubwa, nimetoa wasia kwa sababu nazungumzia club kubwa. Simba ndio biggest club ever kwa kutokea South Africa. Ever kuwahi kutokea in terms of results. Jamaa napenda leo bidi niseme kidogo. Napenda kusema mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Timu inasifiwa kwa historia, kwa mataji. Nenda kwenye data, nenda kwenye statistics. Club gani na mataji mengi nchi? Simba. Timu wazili by far. Unazungumzia mataji 27. Hiyo ndio historia, mabingwa wa kihistoria. Ndio sisi ndio mabingwa wa kihistoria. Kuna mtu ana mataji 72, wewe una mataji 48, unazungumzia mabingwa wa kihistoria. Historia wapi? Ni champ of all time wa East Africa, East and Central Africa, ikiwemo Tanzania. Sijawahi kujitapa mimi bingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki. Yes. Sasa Tanzania na East Africa ipi kubwa? East and Central Africa ipi kubwa? Kwa hiyo sisi tusijivunie hilo. Na nimekaa mnaandika kabisa. Rafiki yangu huwa anaipenda kweli, mtani wangu Baraka Mpinja, bingwa wa kihistoria mchezaji midfield Deus Kaseke. Na ndio wewe dogo. Lakini turejee katika mchezo. Ilikuwa lazima hii Waarabu wanaita mukaddima. Wanaita mukaddima, utangulizi. Mchezo of course heshima ya mpinzani lazima iwe. Kama tunavyoheshimu vile tukicheza na Ruvu, Toto, Nyela, kama tunakwenda kucheza na wenzetu nao ni wanaume, lazima tutengeneze heshima. Na kwa sababu sisi ni watani wa jadi, heshima ya mtani wa jadi ipo pale pale. Wala hii mechi hatujaongea na Jalla Sha'anuhu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwamba lazima Simba itashinda. Hatujapewa elimu hiyo. Tunazungumzia tu in terms of team zilivyo na wachezaji wake. Lakini kwamba ni lazima kun fayakun, hapana. Mimi katika imani ya dini yangu hainiruhusu kuweka guarantee zile zao za kusema kufa lazima Simba wafe. Mimi sifanyi kosa hilo. Mimi naujua mpira, nimeuishi. Ingawa wengine hawapendi nikistamba hivi, nimeuishi. Haijalishi unapenda au upendi, nimeuishi mpira, ninakuwa nao, naishi mpira, nakula mpira, naendesha maisha yangu kwa sababu ya mpira. Kwa hiyo I know football, sio kwa bahati mbaya, na sipo kwa ajili ya mpira kwa ajili ya bahati mbaya. Kwa hiyo nawaambia ukweli kabisa kwamba mechi itakuwa nzuri. Hope referees, narudia, watakwenda kuchezesha bila kubalance. Saidieni guys. Wawa akicheza faulo ya red card, say straight red card, apewe hapo hapo. Onyango akifanya faulo kwenye penalty box, kamchezea mchezaji wa Yanga, itolewe penalty yani ile red card na penalty itolewe. Na kama ikibidi hiyo rafu ni ya straight red card, itolewe kadi hata 3 4 zitolewe, nyekundu 7. Hivyo kwa wapinzani wetu. Yaani nachokusudia kusiwe na kubalance. Mtu kafungwa goli 5 bila, alafu aenda kufanya faulo ya penalty kwenye boksi na red card, itolewe penalty na red card, wafungwe na la 6 na mchezaji mwingine awe nje. Mpira hauna kubalance.
kwamba washafungwa 7 hawa, kwa hiyo sasa hata kufanya faulu hakuna. Referees wakachezeshe tu kwa mujibu wa sheria 17. Wallahi wabillahi, sheria 17 zikifuatwa, saa 1 jioni kila mwenye gwande atakuwa kachukua udema ndani ya sheria 17. Nakwambia kila mwenye gwande atachukua ile kubwa ile anajifunika afa na udadadeki. Pira mchezo wa wazi brothers. Lakini kingine ambacho nawaomba washabiki, kama nilivyowaambia mwanzo, hii ni mechi kubwa. Tunahitaji pale washabiki wetu waje kwa wingi. Kwanza ni mechi yetu, sisi ndio mwenyeji, na ukiacha wenyeji wetu, hii mechi tukishinda tunakuwa mabingwa. Tunahitaji guard of honor kwanza ya washabiki wetu. Baada ya dakika 90 wote tusiondoke, tusimame kupiga makofi kwa dakika 5 mfululizo kwa ajili ya bingwa. Hii naomba sana wanasimba. Baada ya mchezo piga wale 2, 3, 4, uwanja mzima tunasimama kuwapigia makofi mabingwa wa nchi Simba Sports Club kwa ubingwa wao wa 4. Na katika hili na ombi maalum, kwa sababu hii ni mechi ya starehe, tuvae jezi zetu kwa ndani, juu piga koti. Haiwezi kuja kwenye mechi ya kuchukua ubingwa na kuja na jezi peke yake. Weka koti. We bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu. Mje mmevaa makoti, suti, kudadadeki, jezi zinakuwa ndani. Visit Tanzania, Sport Pesa hapa ndani. Lakini weka koti. Kwenda kuchukua ubingwa shekhe, unakuja bila koti. Unakuja kaenda kutailiwa? Hapana, njoo na koti. Njoo na koti lako. Unakuja umevaa jumba. Unaangalia mabingwa, unaangalia Chama pale madagidagi yale, unamwangalia Mikisoni. Hauwezi kuja kwenye mechi kubwa kama hujavaa koti. Wana Simba mtakao kuja uwanjani, kina mama mnaweza mkavaa vijiguo fulani hivi vya kitashtiti na nini, sawa, lakini na kijezi usiache, sawa. Ama uvae makoti na nini, mambo ya mazuri sikio. Watu 13,000 ngapi? 782 pekee ambao wataruhusiwa kukata tiketi. Zile tiketi nyingine zote zile zitatumika kama zilivyokatwa ile siku ambayo wenzetu. Na naye bwana wa NCADAB, yeye atatoa ufafanuzi wa jinsi ambavyo zile tiketi wale watu ambao wamekata wataweza kuingia na utaratibu mzima kuhusu tiketi za NCAD. Lakini tutawaomba wenzetu wa NCAD, hizo tiketi 13,000 tujitahidi sana mauzo yake kusiwe na ucheleweshwaji vituoni. Lakini pia tutaomba washabiki wetu wafike uwanjani mapema ili angalau kusiwe na misongamano mikubwa nje. Viingilio ni shilingi 7,000 mzunguko, 10,000 orange, viti vya orange, lakini na 20,000 VIP-B. Siti za VIP-A zote zilikuwa zimeisha. Kwa tumebakiza siti za 7,000 mzunguko, 10,000 na 20,000 miongoni mwa zile siti 13,000 na ushee ambazo tumepewa haki ya kuziuza. This is our game. Na hii sio mechi ya kawaida, ni mechi ambayo we need only 3 points kuchukua tena kikombe. Na mwisho, kabla sijamwita mtu wa NCAD, ni waombe TFF kama itawapendeza. Sijajua jambo hili liko katika kanuni katika mustakabali gani, lakini huwa naona katika ligi za wenzetu wakubwa ambao wakati mwingine huwa tunawaiga, na mara nyingi tunawaiga, timu inayokwenda kucheza mchezo ambao
wakishinda wanakuwa bingwa, huwa mamlaka za mpira pale, mashirikisho yale yanakuja na lile kombe. Mara nyingi tunaona Madrid niliona wamefanya hivyo, Barcelona washafanya hivyo. Yes, mechi ambayo ukishinda wao unakuwa bingwa, waite FF wasiletee kombe pale. Wasiogope kusema wao wanapendelea Simba, ile ni haki tu ya bingwa. Hii TFF msiogope. Waacheni waseme, nyinyi mpendelei Simba. Sababu sio anaifunga magoli, afungi Kidau, afungi Karia, afungi yote. Magoli yale anaweka John Rafael Boko, anaweka Louis Mikisoni, anaweka Chama Cleutas, anaweka Bwali. Sasa unaosingizia Kidau anafungaje goli? Seponga fungi. Utasemaje unamlaumu mtu mwingine? Mnaonea bure maskini. Kwa hiyo kama itawapendeza kina Karia na kakangu Kidau, naweza mkaja na ile kombe pale, angalau ikafanyika demonstration ya kutupa. Kwa sasa tunashinda ubingwa, tusubiri tena we baada ya siku. Hata mimi nimeshangaa. Kwa mfano ile kombe letu la ligi ya kina mama, tumechukua si ubingwa, tushakabidhiwa kombe mpaka leo. Hebu imagine wale watoto washashinda kikombe. Huu mwezi sasa hujawapa zawadi yako. Hata ukiwapa ile furaha tofauti na ile siku ambayo, hebu fikiria unawapa kikombe tuchapiga Yanga 3 pale. Kwa furaha inakuwaje? Tupeni tu. Msiogope hawa kulalamika kazi yao. Msiogope, tuleteni kikombe pale inshallah basi. Ndugu yangu wa N-Card, tuleteni. Jackson, bwana Jackson. Toka N-Card. Njoo wazungumze na wanahabari, uwafafanulie. Sababu hili ni eneo muhimu sana. Na swali linakuja, watu waliopoteza, kwa sababu Watanzania hawa hawakuwa na uhakika na mechi itakuwepo. Swali litakuja, je, waliopoteza kadi zao itakuwaje? Waliopoteza tiketi zao itakuwaje? Ambao walikata kwa ajili ya mechi. Hilo swali naliona sana kwenye mitandao. Kwa hiyo pamoja na maelezo mengine tutakayotoa, naomba uwape ufafanuzi, kwa sababu huu mkutano uko live na Azam TV, uko live na blogs nyingi sana, uko live na Simba, uko live channel nyingi sana. Hata ile hapo ulosikia imeingiza milioni 176 itakuwa live. Karibu brother. Nje ya uwezo wetu. Naomba niende moja kwa moja jinsi utaratibu utakavyokuwa kwenye mchezo utakaofanyika siku ya Jumamosi. Kwanza kabisa ningependa kuwaambia waandishi wa habari na mashabiki wetu kwa ujumla kwamba mashabiki waliokata tiketi siku ya mchezo wa tarehe 8 ambao uliahirishwa, yani mashabiki 43,000, tiketi zao zimekwisha kurudishwa siku ya Jumatatu, yani tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2021, nikiwa na maana kwamba siku ya mchezo watakapofika eneo la uwanja watakuwa ni kama wamekata siku hiyo. Nafikiri hapo nimeeleweka vizuri kwamba yule shabiki aliyekata tiketi yake ni kama hakuwahi kuingia kwenye mchezo wote, sasa ndio anakwenda kuingia kwenye mchezo husika. Kwa hivyo kama alivyotangulia kusema Haji kwamba zile tiketi 13,782 ndizo tiketi pekee ambazo zitauzwa na zimeanza kuuzwa toka siku ya Jumatatu, yani tarehe 28, na ndizo zinazoendelea kuuzwa katika vituo mbalimbali pamoja na mitandao ya simu. Kwa ningependa kuambia mashabiki ambao hawakukata kabisa tiketi katika mchezo wa awali basi wajitahidi, kwa sababu tiketi zilizobaki ni chini ya tiketi 10,000 mpaka sasa. Lakini swala la pili ni kwamba tuna baadhi ya mashabiki wetu ambao ana kadi zaidi ya moja, nikimaanisha kwamba alikata kadi yake au alisajili kadi yake kwa namba zake za simu tofauti. Sasa tiketi imerudishwa kwenye kadi ambayo alikata siku ya mchezo husika. Naomba nifafanue vizuri hapo. Mshabiki anaweza akawa ana namba ya simu zaidi ya moja, labda ana namba 3, akasajili kadi 3 tofauti. Sasa siku ya mchezo wa tarehe 8 ambao uliahirishwa, ile kadi aliyotumia kukata siku ile tiketi ndiyo ambayo tiketi yake imerudishwa na si vinginevyo. Maana yake tumeshaanza kupata malalamiko kwamba mimi nilikata tiketi lakini
haijarudishwa kwenye kadi yangu, lakini ukienda kumwangalia kwenye system kakata kadi A, alikata kadi A kaja na kadi B au kaja na kadi C. Umeona? Nafikiri nimeeleweka vizuri hapa. Mteja anaweza kukata tiketi anaweza kuwa na kadi zaidi ya moja kwa sababu amesajili kwa namba tofauti. Tiketi itakwenda kurudishwa kwenye kadi aliyokata siku ya tarehe 8 na si vinginevyo. Ni sawa na kusema wewe una namba 3 za Tigo, alafu hela ilipotea au ilichukuliwa kwenye namba A, alafu pesa irudishwe kwenye namba B. Kwa hiyo itakwenda kurudishwa kwenye tiketi husika aliyokata siku ya tarehe 8. Ni ile itarudishwa, hata kama kikubwa ni kwamba ile aliyoitumia kwa ajili kukata kwa ajili ya mchezo wa Simba na Yanga wa tarehe 8. Ile ndio kadi ambayo imerudishwa tiketi yake na si vinginevyo. Kwa hivyo mashabiki wetu hilo waliweke kichwani, na ili kuondoa usumbufu, lakini pia ili kukosa fursa ya kuona mchezo wa siku ya Jumamosi. Lakini jambo la tatu ni kwamba pamoja na kuwa tiketi zimerudishwa kwenye kadi zao, ni kwamba mashabiki wetu siku ya leo jioni watapata message ambayo itamuonyesha kwamba kadi iliyokatiwa tiketi ni hii na iliyorudishiwa tiketi ni hii siku ya leo jioni, mashabiki wote. Kwa hivyo kila shabiki atapata message itakayomuonyesha kwamba kadi hii ndio iliyorudishiwa tiketi. Nafikiri hilo pia limeeleweka hapo. Lakini nakwenda sasa kwenye swali ambalo litakuja baadaye. Ni kwamba kama alivyoongea Haji hapa kwamba kuna wateja ambao au mashabiki ambao walipoteza kadi zao, lakini walikuwa wamekata tiketi ya siku ya mchezo wa Yanga na Simba, yani wa tarehe 8, lakini baada hapo wakapoteza kadi. Napenda kuliweka wazi kuwa wateja walio wengi ambao walipoteza kadi ambazo zilikuwa na tiketi ya siku ya mchezo wa Yanga na Simba tarehe 8 walitoa ripoti polisi, walipatiwa loss report. Kwa hivyo kwa wale wateja ambao wana loss report ni kwamba tiketi zao zitahamishwa kutoka kwenye ile kadi iliyopotea na kupelekwa kwenye kadi husika kwa ajili ya mchezo wa Jumamosi, yani kadi nyingine ambayo ataisajili. Kwa hivyo akiwa na loss report, basi tiketi yake itavutwa kutoka kwenye system, yani kwenye ile kadi iliyopotea na kuletwa kwenye kadi mpya ambayo atasajiliwa nayo. Akiwa pale Taifa au hata asipokuwa Taifa, siku yoyote kwenye vituo anakuja. Kwa yes, loss report yake ndiyo itakayo kwa sababu atasema pale kadi yangu ilikuwa namba fulani. Kwa hivyo baada ya zile namba kuchukuliwa, inahamishwa ile kadi, ile tiketi kutoka kwenye kadi iliyopotea na kupelekwa kwenye kadi mpya. Kwa hivyo akija uwanjani atakuwa ni mteja halali kabisa na shabiki halali kabisa kwa ajili ya kushuhudia huo mchezo. Yes. Na kwa hatua ya nyongeza ni kwamba milango itafunguliwa saa 3 kamili siku ya mchezo asubuhi. Kwa hivyo tunawasihi mashabiki ili kuondoa usumbufu wowote ambao utajitokeza, kwa sababu mechi itachezwa saa 11 jioni. Milango itakuwa wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Kwa hivyo mashabiki tunawaomba muwahi kufika uwanjani. Hii itatupa nafasi hata wale ambao watakuwa na baadhi ya changamoto kuzishughulikia na waweze kuona mchezo kwa wakati. Lakini la mwisho kwa upande wangu ni kwamba tiketi zimeshaanza kuuzwa toka tarehe 28 na zinaendelea kuuzwa katika vituo mbalimbali ambapo klabu ya Simba wamevitangaza, klabu ya Yanga wamevitangaza, lakini pia mitandao ya simu inatumika kununua tiketi hizo. Na kwamba endapo shabiki ambaye ndiyo mteja wetu mkubwa atakuwa ana shida yoyote, ningependa mbele ya waandishi wa habari nipende kuwaambia mashabiki wetu kwamba kuna namba ambayo inatumika. Shabiki anaweza kupiga hiyo namba na akaeleza shida yake au akatuma message kwa ajili ya
pata ufafanuzi juu ya kadi yake au juu ya fafanuzi nyingine zozote zinazohusisha mchezo huo, N-card kwa ujumla, pamoja na huduma zetu ambayo ni 0800 11 01 50. Hiyo ni namba yetu ya huduma kwa wateja. Namba ya huduma kwa wateja ambayo shabiki wetu au mteja wa N-card yoyote anaweza kuitumia ni 0800 11 01 50. Hiyo ndio namba ambayo anaweza kupiga simu na kupata msaada au kupata huduma atakayokuwa anahitaji kwenye eneo la N-card. Mwisho kabisa, nipende kuwashukuru waandishi wa habari kwa muda wenu, lakini pia nipende kushukuru vilabu hivi viwili, yani Simba na Yanga, na pia niweze kushukuru shirikisho letu la soka kwa kufanikisha hii mchezo huu ambao utakwenda kuchezwa siku ya tarehe 3 Jumamosi ya mwaka 2021. Asanteni sana.